Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayoendelea na kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kiusalama, hususan katika mashariki mwa nchi hiyo. Na tukianzia mara moja mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa hiyo jana Jumanne tarehe 3 Machi katika kituo cha Minembwe kwenye milima ya juu ya wilaya ya Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, vinadai ya kwamba vikosi vya jeshi la taifa FARDC vikisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo pamoja na washirika wengine vilianzisha mashambulizi tangu alfajiri kwa lengo la kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe Centre. Mapigano hayo yanakutanisha muungano wa vikosi vya serikali dhidi ya makundi yenye silaha ya Twirwaneho Red Tabara ambao ni washirika wa AFC M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda RDF. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, lengo kuu la operesheni hiyo ya kijeshi iliyoanzishwa na FARDC ilikuwa ni kudhibiti tena mji wa Minembwe Centre, eneo la kimkakati katika milima ya juu ambalo bado linadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vinavyohusishwa na AFC M23. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo hilo na hadi wakati wa kuandaa taarifa hii hakuna tathmini rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au uharibifu uliotokea. Mapigano mengine yameripotiwa katika maeneo ya milima ya kati mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya taarifa vinasema kuwa mapigano makali yamezuka katika kijiji cha Kitabo kilichopo katika grupu ya Runingu chini ya Shiferia Bafuliru kati ya wapiganaji wa Zalendo na muungano wa makundi yenye silaha unaodaiwa kujumuisha wahasi wa M23 AFC ambao wanasaidiwa na RDF ya Rwanda. Mapigano hayo yalijikita katika njia za kimkakati zinazounganisha Sange na Runingu, eneo linalochukuliwa kuwa kiunganishi muhimu kati ya nyanda za milima mirefu na milima mifupi. Mashambulizi na majibizano ya risasi yaliripotiwa tangu saa za mapema asubuhi. Mashambulizi haya yanajiri katika mazingira ya tuhuma za mara kwa mara kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaodaiwa kufanywa na vikosi vinavyohusishwa na AFC M23 pamoja na makundi yenye silaha washirika kama Twirwaneho. Kwa sasa ni vigumu kubaini idadi kamili ya waathirika, huku mapigano yakiendelea na upatikanaji wa eneo hilo ukiwa bado ni mgumu. Operesheni nyingine kubwa ya kijeshi ilifanyika Jumanne ya jana tarehe 3 Machi mwaka huu majira ya saa 6 mchana katika akse ya Katogota Luvungi karibu na Kamanyola katika bonde la Ruzizi wilayani Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya ndani vinadai ya kwamba vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vilifanya shambulio maalum kwa kutumia ndege zisizo na rubani ya madrone dhidi ya maeneo yanayodaiwa kuwa chini ya wapiganaji wa AFC M23 wanaosaidiwa na vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, shambulio hilo la angani lilifanikiwa kuharibu silaha nzito kadhaa zilizokuwa zimewekwa katika eneo ama ngome hilo la kimkakati. Inadaiwa kuwa silaha hizo zilikuwa zikitumika kurusha roketi kuelekea katika nafasi za FARDC pamoja na baadhi ya maeneo ya makazi ya raia katika bonde hilo. Maafisa wa kijeshi wa eneo hilo wanaeleza kuwa shambulio hilo limepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa mashambulizi ya vikosi pinzani katika akse hiyo ambao umekuwa ukishuhudia mapigano mara kwa mara katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, operesheni hii inaashiria kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa na jeshi la Kongo, hususan matumizi ya drone zenye uwezo wa kushambulia katika uendeshaji wa operesheni za kijeshi uwanjani.
Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, hakukuwa na taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu ukubwa halisi wa uharibifu au idadi ya waliopoteza maisha. Hata hivyo, kwa mtazamo wa kijeshi, shambulio hili linaonekana kama ishara muhimu ya kuimarika kwa uwezo wa operesheni za FARDC katika mkoa wa Kivu Kusini. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini ambako hali ya usalama ilibadilika tena hiyo jana Jumanne tarehe 3 Machi mwaka huu katika wilaya ya Masisi. Kijiji cha Kazinga kilichopo katika grupema ya Nyamaboko ya kwanza kimerejea chini ya udhibiti wa wapiganaji wa FCM 23 RDF kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyofanana. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mapigano makali yalizuka tangu saa za mapema asubuhi kati ya waasi wa FCM 23 na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikisaidiwa na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wazalendo. Mapigano hayo yalitajwa kuwa makubwa yaliendelea kwa saa kadhaa kabla ya vikosi vya serikali kuripotiwa kujiondoa, hatua iliyoruhusu waasi kurejea na kuchukua tena udhibiti wa eneo hilo majira ya alasiri. Baadhi ya wakazi waliowasiliana nasi kutoka eneo hilo wameripoti majibizano makali ya silaha nzito na ndogo yaliyosababisha raia wengi kukimbilia maeneo ya jirani yanayoonekana kuwa salama zaidi. Familia kadhaa zinaelezwa kuondoka kwa haraka makwao ili kujinusuru na risasi. Hadi jioni ya jana hakukuwa na taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa au kiwango cha uharibifu wa mali. Wilaya ya Masisi inaendelea kuwa moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa FCM 23 yanaendelea licha ya jitihada za kidiplomasia zinazolenga kufanikisha usitishaji wa mapigano wa kudumu. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, mamlaka za mkoa wa Kivu Kaskazini hazikuwa bado zimetoa tamko rasmi kuhusu mabadiliko hayo mapya ya kiusalama. Tukisalia huko Kivu Kaskazini, kurejea kwa kijiji cha Kazinga kwenye mikono ya FCM 23 kunakuja katika mazingira ya kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, hali inayoongeza changamoto za kibinadamu na kuendeleza wasiwasi kwa raia. Na kule Rumangabo ni baada tu ya kuzaniwa kuwa amefariki na baadhi ya vyanzo fulani vya habari, huku vyanzo vingine vikidai kuwa amejeruhiwa kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani lililotokea hivi karibuni huko Rubaya katika wilaya ya Masisi. Jenerali Sultani Makenga ameonekana hadharani tena hiyo jana Jumanne tarehe 3 Machi mwaka 2026. Mkuu wa majeshi wa waasi wa M23 RDF AFC alionekana katika kituo cha mafunzo cha Rumangabo kilichopo katika wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vina taarifu ya kwamba aliongoza hafla ya rasmi ya kuhitimisha mafunzo ya wanajeshi wapya wapatao 1518 ama 1518 elements waliounganishwa katika vikosi maalum vya harakati vya uasi huo. Tukio hilo lilifanyika katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kiusalama, wakati ambapo kulikuwa na tetesi nyingi kuhusu hali yake ya kiafya katika siku za hivi karibuni. Ila baadhi ya taarifa zingine zinasema ya kwamba utambulishaji huo wa kusema ya kwamba yeye Bwana Makenga ameonekana upande huo utakuwa ni uongo, na picha zote ambazo zilisambazwa zitakuwa ni za kutengenezwa na akili bandia ama intelligence artificielle. Kuonekana kwake hadharani basi kutakuwa kunachukuliwa kuwa ni tukio la kwanza tangu shambulio la Rubaya ambalo lilisababisha kuenea kwa uvumi mwingi kuhusu kifo chake au kujeruhiwa vibaya. Uwepo wa kiongozi huyo wa kijeshi huko Rumangabo unatafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara ya kuendelea kwa uongozi ndani ya FCM 23 pamoja na kuonesha mamlaka yake kwa wanajeshi wake na kwa umma kwa ujumla. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii,
hakukuwa na tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Kongo kuhusu athari halisi za mashambulio ya Rubaya au hasara zilizopatikana upande wa wahasi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Kwa kuzidi kuendelea ama kufahidi habari zetu, baki sambamba nasi hapa hapa kwenye Kibenge TV. Tukutane kwa majaliwa.